Hili jambo nalishangaa sana ujio wake ulivyokuja. Kwanza hawa watu walikuja wakiwa na mitutu na mabomu, ni kama vile vita kabisa. Na niliwaoji, jamani inakuwaje? Wakasema bwana, sisi tumesha ripoti kwa mkuu wa mkoa na ndio maana tumepewa askari hapa, wewe andamana uangalie vipimo kwenye mtaa wako. Kwa kweli mimi kwa sababu niliona mabomu na nchi yangu ni amani ambayo ina uhuru wote, kwa kweli nisikitika sana na nilitaka kulia. Lakini kwa sababu watu wamesema sisi tumeenda kwa mkuu wa mkoa na mkuu wa mkoa ndio rais wa eneo, mimi mwenyekiti sina sauti. Kweli wamepima, kabla ya kumaliza tukaomba la amani. Wakasema njooneni tukae chini tuwaonyeshe la amani. Ile la amani ilimeandikwa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 50. Sasa ina maana tunarudishwa kwa koloni au la? Mimi nikasema hivi, jamani mbona mnatuchanganya? Mwenzenu mwaka jana walikuja wakapima mita 70, kwanza walianza 35. Baadaye wakasema ni 75. Tukaojana nao mle ofisini tukiwa mamaster, wakasema wewe mwenyekiti ni mnafiki, vipimo vyetu ni 75. Tukalizia hivyo. Wakasema ila sasa hizi tumeongeza mita 100. Kwa hiyo 75 ni ya kwetu, haina malipo. 25 itakuwa na malipo. Basi na mkutano ulifanyika hapo, tukawa tumelizia, tukawa tumeondoka. Sasa cha ajabu tarehe 28 mwezi wa 6 kwamba tunaletewa notice na kupimwa mita 216 kwamba na tuondoke, tumevamia reli. Na nilipowahoji kwamba wenzenu walikuja, wakasema ni wakina nani, hatuwatambui, sisi ndo tumekuja kisheria kwa sababu tumekuja na lamani ya mwaka 50. Tukaomba, tunaomba mtuachie lamani kwenye ofisi yetu. Wakasema lamani hatuachi, mkitaka andikeni mtasari makao makuu Tabora tuwaletee lamani. Lakini hapo tukaona lamani ya kazi gani? Sisi ni wazaliwa hapa. Na kwa sheria serikali yetu inasema mwenyekiti wa serikali ya mtaa atoke katika eneo husika, yani mzaliwa eneo husika. Kwa mimi nimezaliwa hapa Tambukareli mwaka 75. Paka saizi nimepewa mwenyekiti, sijawahi kusikia kwamba kuna kipimo cha 215. Nacho kifahamu mimi ni cha mita 60, yani 30 upande, 30 upande eneo la station. Ukitoka eneo la station ni mita 15 kwa 15, yani mita 30. Sasa tunaiomba serikali, kama sisi viongozi wa serikali ya mtaa tumewekwa kipumbavu na tunatambulika na serikali, inakuwaje leo tupelekwe putaputa? Maombi yangu kwenye serikali, wautu walibebwa kwa mujibu wa sheria, wakibebwa na magari na vitu vyao na kupewa sehemu. Sasa inakuwaje sisi tutolewe, ambayo ni nchi ya kwetu ya amani, tutolewe kuzidi na wautu? Unapewa siku 30. Haya saizi tunaambiwa tumeongezewa miezi 6. Bado bomoa ipo. Bado serikali hajatutendea haki. Kweli tunashukuru kwa hilo, lakini bado maumivu yapo. Haya, jana tulikuwa na mkutano wa mkuu wa wilaya. Anatamka mimi sio mwanasiasa na mimi nasimamia maagizo ya serikali. Nimeshasema watu waondoke kwa hizo miezi 6, mkurugenzi wapatie viwanja kwa kukopeshwa. Sio bure, ni kukopeshwa. Sasa mimi maisha yangu kwa mfano mpaka saizi nimefika na miaka 20 ya maisha. Ndio nimepata haka nyumba kangu, ndio nabomolewa. Sasa saizi unanipa kiwanja, sijui hivyo vitu navyo vibomoa. Kwanza kubomoaji tu, hiyo hela naitoa wapi? Kuvibeba hivyo vitu, kuvipeleka nataka kupewa sijui ni Kalufesi, sijui ni Kakese, na vibebaji kwa usafiri gani? Bado mkuu wa wilaya hajatutendea haki. Kama msimamizi wa serikali, na Magufuli alisema na waapisha mwende mkashughulikia migogoro za wananchi, leo anatusaliti. Inakuwaje kama mimi mwenyekiti wa serikali watu wangu nawapeleka wapi? Naongea kwa uchungu, naomba Magufuli ambaye unasimamia jambo hili kwamba unatetea wanyonge wasiojiweza, leo sasa wanataka kukuumiza sisi wanyonge tuumizwe ili wakuchafue wewe, wakati mambo unayofanya ni mazuri sana, hata nchi za jirani zinakusifia. Leo wanataka watubomolee manyumba ionekane ni Magufuli. Hapana, haya ni mipango za watu. Na kwanza notice imeandikwa Hodhi, kampuni Hodhi
ina maana sisi tunatolewa na kampuni, sio serikali. Nilipopata hii msukosuko huo wa kubomolewa, nikaa nimeenda kutafuta chumba. Akasema wewe mama, na watoto wangapi? Nikasema nina watoto 10. 5 wangu, 5 yatima, ameshafiwa baba zao. Wakasema sisi hatupangishi nyumba mwenye watoto 10. Nikasema nitaenda wapi? Saa hizi sina kwa kwenda, sina mume, mimi ni yatima, mimi ni mjane, nitaenda wapi? Rais tumekuchagua mwenyewe, na walipokuwa natubomolea wakasema maagizo ya kutoka kwa Magufuli, mlaumuni Magufuli. Nikasema sawa, mimi niliachika kwa mume alionioa wa pili kwa ajili ya Magufuli, kwa ajili ya kumpigia kampeni. Leo nanyanyasika kama sio Mtanzania. Nimekuwa mkimbizi, na mshukuru Mungu, sina kwa kwenda. Mimi ni mkazi wa Tambukareli, tunasikitika na hii bomoa. Kwanza tunawatesa watoto wetu wanasoma shule. Tunafikiria watoto wapeleka wapi? Kama watatupeleka huko vijijini, ina maana watoto wetu waende wakasome wapi? Mtu unakuwa na watoto, baba alishakutenga, hajui watoto wanaishi nini, watoto wanakula nini hajui. Sasa hiyo wamekubomolea nyumba, unategemea watoto utaenda kuwaweka kwa jirani au kwa nani? Ukienda kwenye nyumba ya kupanga na kuambia tupangishwa kina mama wenye watoto wengi, kwanza utanilipa kodi ya nyumba, utanisumbua. Kwa hiyo tuna uchungu mkubwa na tunalia. Tunaomba Mheshimiwa Magufuli atusaidie kwa hili lililotukuta. Ni machungu kwa kila mtu. Hadi watoto wadogo wameshalielewa hili bomoa inakujaje? Tutaenda wapi? Hadi wapangaji, yani kila mmoja. Wazee wapo ambao wanatembelea mikongojo. Ukimpa kiwanja bado unamwambia kwamba inatakiwa alipie kidogo hela. Hiyo hela anaitoa wapi? Akiwa muda huo labda alishafiwa mama, watoto, kila kitu alishafiwa, amebaki ni mzee ambaye hajiwezi. Atasaidiwa na nani? Kwa hiyo sie tunaomba msaada, serikali tusaidie. Haya ni machungu na ni makubwa, yametuchoma. Na hapa tulipo kuna watu wengine wakiwaza wanazimia, wanaenda kumwagiliwa maji, wanalazwa hadi odini ajili ya hii bomoa. Mimi naongea hapa mbele ya mheshimiwa. Yaani sisi tuna matatizo sana Tambukareli hadi Msasani hadi Panda hoteli. Tunabomolewa. Hasa sisi ni wajane, ni wazee. Tutaenda wapi masikini wa Mungu? Hatuna watoto, hatuna wajukuu. Tutaenda kuishi wapi? Ukigeukia huku ati ni jasi. Wakati mashamba yetu wameshatudhulumu, twende tukakae wapi? Sina hela ya kusema kwamba mimi niende nikajiwekee kule liba ya kwa nilipe kiwanja. Taenda kulipa kiwanja hicho, nina hela ya kwenda wapi? Nina miaka 65. Taenda kwa nani mimi? Ni mjane. Mimi tunaomba serikali, Mheshimiwa Magufuli, uone wajane na wale walikuwa wazee. Ni mkazi wa Tambukareli, nimeishi Tambukareli miaka yote na nimekulia Tambukareli hapa. Sasa cha ajabu nashindwa kuelewa kwamba hawa mipango miji, ardhi wote walikuwa wapi na serikali ilikuwepo wapi? Wakati wananchi wote wanajenga majengo yote haya, wanawatazama wao walikuwa wapi? Wasije kuambia stop, hameni. Mpaka watu wanajenga, wanafikia kuishi na familia, wamezekea hapo. Serikali haijaja kubomoa. Ndio kitu mimi kinanishinda, serikali walikuwa wapi? Na kwa nini wasiwaambie watu kabisa kwamba hivi hapa ni stop, hamna kujenga wala nini, ni mpango mji. Sasa tujue sisi tunachotaka, msimamo wetu, watu waambie hatima ya maisha yetu sisi wana Tambukareli tuliopatwa na hili janga, tunaishi kwa mfumo gani? Ndio swali letu. Kwa hiyo katika mahojiano yetu na wao, kwanza walisema kwamba sisi tumevamia reli na mali zake. Jambo hili lilitushtusha mno. Sisi tumevamia reli na mali zake kwa muda wote huu. Tunaomba taratibu mlizokuja nazo na sheria ipo, ngoja tufanye kazi. Basi waliendelea na shughuli zao. Kwa hiyo hapakuwa na maafikiano yoyote kati ya hawa walioleta bomoa kwetu na sisi wananchi. Kwa hiyo tulibaki tunawatazama tu. Lakini hatima yake kilichofuata ni kwamba kila walipoandika neno bomoa, alipita afisa wa reli akiwa na karatasi ya aina hii ambayo imeandikwa kampuni hodhi ya rasilimali za reli.
ukishuka chini inaandikwa notice ya siku 30 kuacha wazi eneo la njia ya reli na rasilimali zake. Sasa hii ilikawa ni tishio kubwa, ni kitu ambacho sisi kwetu wananchi kwanza ni kigeni. Ukimwambia mwananchi wa kawaida kama mimi nisiyekuwa na elimu, hata mita hizi, kipimo cha mita sijui. Lakini baadaye tukagundua kwamba walikuwa wamepima mita zaidi ya 215 mraba. Kwa hiyo nyumba zilizokuwa katikati ya ule mraba zote ziondoke. Jambo ambalo tumetendewa sisi wananchi wa mtaa Msasani na Tambukareli ni jambo ambalo ni baya, yatusikitisha, na inaonyesha kabisa zaidi kwamba sisi tunaishi maeneo haya hatujui chochote. Moja, tumeshtushwa na vipimo vyao walivyovileta. Sehemu zingine zilizokuwa zimeanza kutoka Dar es Salaam na mpaka Mwanza na sehemu zingine wamedai kwamba vipimo vyao ni mita 30. Hata ukiangalia vitabu vya kisheria tulivyonavyo vinazungumza kabisa kwamba ni mita 30. Sasa tunataka waje watufahamishe hizi mita 215 zilitoka wapi? La tatu, mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa, kinachonishangaza ni kitu kimoja. Kuna baadhi ya wananchi wamekaa kihalali na kisheria, lakini wamekuja wamepimiwa na wao kwamba waondoke. Sasa tunashindwa kuelewa serikali iliyotupimia sisi maeneo yetu na tukapewa hati miliki ya miji zetu. Ina maana kukuwa mawasiliano kati ya serikali na lelo mpaka na sisi tuliopimia tumebomolewa. Kwa hiyo hilo mimi limetia mashaka. Lakini lingine, tarehe 15 alipokuja mkurugenzi wa Lelwe Bwana Masanja sijui nani akafanya mkutano hapo Lelwe. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo, niliingia kwenye mkutano wake. Nikataka kuhoji, nikaambiwa kwamba mimi sio mtumishi wa Lelwe. Lakini mkurugenzi aliniona mimi, akasema kwamba na yeye ana haki ya msingi. Nilivyotoka akaniambia kwamba wewe unataka kusema nini? Nikasema mheshimiwa mkurugenzi, tarehe 28 wewe ndio uliotuma watu kuja kutubomola sisi manyumba yetu. Tunachokishangaa, mimi kama mkazi wa mtaa Msasani, ule mtaa una uongozi uliokamilika, una mwenyekiti na mtendaji na mimi ni mjumbe. Alafu pili, tuna hati tunayotambuliwa kiserikali kwamba huu ni mtaa halali na tuna hati miliki zetu. Sasa wewe umekuja umevunja mitaa zote minne. Kwa maana nyingine kata ya Mpanda hoteli yote umeimaliza. Sasa hatima yako ni nini? Je, kulikuwa na mawasiliano yote kati ya wewe na watu wa serikali? Nilivyomuuliza kwamba ni utaratibu upi na vipimo vipi vilivyotumika katika kupima haya maeneo, alijibu kwamba kisheria ni mita 30. Maeneo kama haya ya Lelwe tunatumia ramani. Ramani nilipoiona nikasema kama mheshimiwa, ramani hii ni ya mwaka gani? Yeye jibu kwamba ramani hii imetengenezwa tangu mwaka 50. Mimi niliguna. Akasema kwa nini mmeguna? Nikasema kwamba nimeona katika ramani yako hii imetaja TANESCO. Sasa TANESCO ni ya mwaka 92. Sasa kama ni ya mwaka 92 ilije iwe ya mwaka 50? Mbona huo mwaka 50 TANESCO ikuwepo? Akasema kama ndio maana nimekujibu kwamba yote mkikaa mezani anaweza kufanya nini? Akarekebisha. Kwa hiyo mimi kama mjumbe wa serikali ya mtaa sijagusa shughuli yoyote. Pamoja na jana mkuu wa wilaya kuja kutupa maelekezo kwamba tunawapa viwanja na mtalipia kwa bei nafuu, lakini wapo wazee ambao hawajiwezi kabisa, hata shilingi 10,000 hawana, hata kama watapewa vile viwanja, kwa sababu vile viwanja hatujapewa bure. Wamesema kama tutakuwa tunalipia nusu, kama tutapangiwa mwaka kama ni miezi mingapi hawajatutajia, hatujui ni maeneo gani.
lakini mkuu wa wilaya kazia kwamba mimi sizungumzii siasa, nitaomba watu mfanye nini, mtii sheria bila shuruti. Mwezi wa kwanza asipatikane mtu yote kwenye eneo hili.